Kwa hiyo hapa leo nitakupa tu utangulizi wa somo letu na semina yetu hii ili angalau upate mwanga wa kule tunapoelekea. Lakini katika utangulizi huu ambao nitakupa, kuna mtu huenda ndio ikawa neno lake la mwisho. Kwa hiyo sio ukasema leo nipo tu, lakini kuanzia kesho nitaanza kuwa serious. Mungu anazungumza na mtu leo hapa. Inawezekana ndio ujumbe wako huko hapa. Kwa hiyo ukisubiria kesho kutwa utashangaa, mbona hauna kitu kilichotokea? Lakini kumbe leo ilikuwa ndo siku yako. Kwa hiyo semina yetu hii tunakusudia kwamba kusudi kubwa ni kwamba tuwe na ongezeko kiimani. Kusudi kubwa la semina yetu hii ni kuwa na ongezeko kiimani, kwamba baada ya semina hii kila mmoja wetu imani yake iongezeke, imani yake ikue, asiwe kama alivyokuwa, asione mambo kama alivyokuwa anayaona mwanzo, asione dunia kama alivyokuwa anaiona mwanzo, lakini aongezeke, akue kiimani, akue viwango vya kiimani. Na katika kuongezeka kiimani ndani yake utaona natamani malengo yetu tumjue Mungu na jinsi anavyojifunua kwetu, tufahamu wito wa Mungu kwetu, tufahamu kwa kina rehema za Mungu na mahusiano kati ya rehema na kipindi chetu hichi cha neema. Tujue jinsi ya kumgusa Mungu hata katika madhaifu yetu mbele zake. Haleluya! Kwa hiyo mpaka mwisho wa semina tunapofikia hitimisho, hakikisha umepata kumjua Mungu na jinsi anavyojifunua kwetu kama waamini, lakini pia umejua wito mkuu wa Mungu kwa mwanadamu ni upi na kwetu watumishi wa Mungu au waamini. Ufahamu rehema za Mungu kwenye maisha yako zikoje na zina mahusiano gani na kipindi hichi cha neema tulicho nacho. Nini maana ya kipindi cha neema? Ili usije ukabweteka ukaishi kwa kudhani kwamba uko kwenye njia sahihi, kumbe umetoka nje ya njia muda mrefu sana. Haleluya! Kwa haya mambo yote utayaona tunazungumza hapo mbele katika semina yetu. Na katika semina yetu hii Mungu ametupa namna ya kujifunza kwa muundo wa baba akitoa mahusia kwa wanaye. Haleluya! Najua wote mnafahamu kwamba mzee akikaribia kufariki, umri ukishaenda sana, huwa kuna watoto huwa anawaita, anakaa nao. Watoto wale wanakuwa sio wa kawaida, wanakuwa ni wa pekee. Anatafuta yule mtoto ambaye ana ukaribu naye, anamuita, anambia, mwanangu, kuna 1, 2, 3, mimi nataka kuondoka. Haleluya! Kwa hiyo tutajifunza kwa muundo wa kusikiliza mahusia kutoka kwa baba zetu kiimani, kama ambavyo tumeona tu mwanzo jinsi ambavyo watumishi wa Mungu walikuwa wanaongea na mchungaji alivyoelezea. Utaona hawa ni watu ambao wameshavuka miiba mingi, wameshapiga hatua kubwa sana, wametoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo wana mengi ya kutuambia, wana mengi ya kutueleza kuhusiana na imani, kuhusiana na wokovu. Kwa ni kama tumekuja kwenye kikao, tukae na baba yetu, tumwambie, Baba, tunaomba uzungumze na sisi, tuambie njia tunayoiendea, je, iko sahihi? Lakini njia ipi ni sahihi tupite huko, ili tusije tukapoteza muda mwingi na mwisho wa siku tukaangamia. Kwa hiyo nimesema tutatumia njia hiyo. Tutamwangalia mfano, tutamwangalia tajiri na Lazaro, tutaangalia Daudi na Suleimani, tutamwangalia Yonadabu na Warekabi, tutamwangalia Yakobo na wanaye, na msingi mkuu hasa tutamwangalia Samueli na taifa la Israeli. Haleluya! Kwa hiyo haya yote
yaendea katika semina yetu hii, tujifunze kutoka kwao. Na kama ukisoma katika kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 2, Waebrania sura ya 11 mstari wa 2, maandiko yanasema ya kwamba, Waebrania sura ya 11 mstari wa 2, maandiko yanasema kwamba maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Mstari wa 11 mstari wa kwanza anasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Mstari wa pili anasema, maana kwa hiyo imani wazee wetu walishuhudiwa. Kwa hiyo imani wazee wetu walishuhudiwa. Kwa Kiingereza au kwa lugha nyingine anasema, kwa hiyo imani wazee wetu walipata ripoti nzuri, yaani walitengeneza ushuhuda mzuri kwa sababu ya imani. Ukisoma hapo mbele utakuta tunasema, kwa kuwa tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi. Kwa hiyo hapa tunao wazee waliotutangulia katika imani, ambao Biblia imewaandika, maandiko matakatifu imewatambua na imewaweka ili tuwasikilize, imewaweka ili tuangalie maisha yao, tuangalie mahusia yao. Kwa hatusomi Biblia kama kitabu cha historia, hatusomi kama vile Samueli alikuwa anaongea na wana wa Israeli, lakini tunasoma kama vile Samueli alikuwa amekaa na sisi, anazungumza na sisi. Je, katika kile ambacho Samueli alizungumza na waliokuwa mbele yake, sisi tunapata kitu gani? Haleluya, haleluya. Kwa hiyo hilo ndilo msingi wa semina yetu hii. Tuangalie maneno waliotuhusia baba zetu, wazee wa imani, ambao wao walishuhudiwa kuwa na ushuhuda mwema, walishuhudiwa kuwa na ripoti njema, kwamba baada ya kazi tulionayo, je, tutapata ripoti ya aina gani? Mathayo 7:21, Yesu anasema ya kwamba si kila aniitaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa Mungu. Si kila. Sasa je, Yesu huyu ambaye alikuja duniani kufa kwa ajili yetu, alijitoa, akaona kule kuwa sawa na Mungu sio kitu kwake, akajinyenyekeza afe msalabani kwa ajili yetu, ili sisi tubadilishwe, tuitwe wa Kristo, tumfananie Kristo, au kwa lugha nyingine tumuite Kristo Bwana. Haleluya. Sasa kama ambao tunamuita Kristo Bwana, huyo ambaye amekuja kwa ajili yetu, anakuja na ujumbe, anatuambia, jamani, pamoja na kwamba mmeamini kwamba mimi ni Kristo na Bwana na Mwokozi wa maisha yenu, lakini miongoni mwenu sio kila anayeniita mimi Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo sio tu kila anayesema mimi ni Pentekoste, sio kila anayesema tu mimi ni Kristo, sio kila anayesema tu mimi ni mlokole, sio kila anayesema mimi naamini Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Anasema bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo wewe umepata neema na mimi nimepata neema ya kwamba Mungu ametuita, ametukalisha mahala pamoja ili atufundishe, tumjue yeye na jinsi anavyojifunua kwetu. Bwana asifiwe sana. Tumesema moja ya malengo tulionayo katika semina hii ni kwamba tuweze kumgusa Mungu hata katika madhaifu yetu. Pamoja na kwamba una madhaifu yako kama mwanadamu, lakini unatakiwa bado katika hayo kumguse Mungu. Mungu afurahishwe na wewe, Mungu apendezwe na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hilo ndio lengo la semina yetu hii,
Kwa hiyo sitamani tuishie tu kuwa Wakristo, sitamani tu tuishie kusema kwamba tujitambulishe au jamii tutambue kama watu waliokoka wa Pentekoste, lakini tunatamani tuungane na wale wazee wetu wa imani kupata ripoti iliyo njema, kupata ushuhuda ulio mzuri. Maana anasema kila kazi italetwa mbele za Bwana, na kila jambo na kila tendo. Mhubiri nadhani sura ya 12 pale mstari wa 13 au mwishoni pale, anasema kila kazi, kila tendo lililo zuri na lililo baya, yote yataletwa mbele za Mungu kuchambuliwa, kutathminiwa, yaangaliwe. Je, analeta ushuhuda mwema? Je, analeta ushuhuda mzuri? Kwa hiyo sasa na sisi lazima tuangalie hao wazee wetu ambao maandiko yanasema kwa sababu ya imani waliokuwa nayo walihesabiwa kuwa wamefanya vizuri, walipata ushuhuda mzuri. Haleluya! Kwa sababu ya imani waliokuwa nayo. Na imani ni kwa nini? Kwa sababu maandiko yanasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa hiyo katika yote haya tutakayojifunza, bado msingi wetu ni kwamba tuwe na imani ili tumpendeze Mungu. Imani ni uelewa juu ya Mungu. Imani sio kale kama msisimuko wa kusema inawezekana. Imani ni maisha ya mtu. Imani haiko kwa ajili ya matokeo tu. Ndio maana akikujibu imani itakwambia ni Mungu, asipokujibu imani itakwambia ni Mungu. Ndivyo alivyofanya Danieli. Danieli alikuwa ni mtu wa imani, lakini anasema ya kwamba mimi imani yangu inanituma kwamba Mungu ni wangu na yeye anafanya yale ambayo ni mapenzi yake, na anaweza kuniokoa, na hata asiponiokoa bado ni yeye ndiye aliyetenda. Hiyo ndio imani. Lakini imani haiko katika mambo kutokea tu. Hata mambo yasipotokea, imani bado inasema Mungu ni Mungu wa haki na wa kweli. Haleluya! Kwa hiyo mtu ambaye hakui imani, mtu asiyeongezeka katika imani, hawezi kumpendeza Mungu. Ni sawa na wale watoto wadogo ambao ukimpa kitu afu kamwambia naomba, anakwambia anakificha kwa nyuma hivi, wakati wewe ndio umempa. Sasa ukiona ule mtoto anakuwa amefikisha miaka 18, bado ukimpa kitu, ukimwomba tena anakirudisha nyuma, unaanza kuniuliza maswali 1, 2, 3. Ukifikia umri umezeeka, sasa una watoto wewe sasa umeshakuwa ni mzee, watoto wako ni wakubwa, halafu bado ukiomba tena kitu wanarudisha nyuma, ujue yule mtu hajakuwa, bado ni mtoto. Kwa hiyo hawezi kukupendeza. Lazima utajisikia vibaya, utasema huyu mtoto nimemgharamikia, nimempeleka shule, kuna kipindi tuliteseka kwa ajili yake, alikuwa mgonjwa. Leo hii ninamwomba shilingi 2000 na nakwambia hapana, na matumizi nayo baba, wewe subiri kwanza. Utajisikia vibaya. Maana yake nini? Hajakupendeza. Sasa na sisi tunapaswa kuongezeka imani, hata imani tukue. Ndio shauku ya Mungu. Tusiwe tena kama watoto wadogo. Anasema tukipeperushwa na elimu huku na huku, bali anasema tukue, tuongezeke. Ndio maana anasema yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa, ili ipate kukua na kuongezeka. Haleluya! Hiyo ndio imani. Kwa hiyo lazima utamani kuongezeka kwa imani. Sio imani ya kupokea vitu, ila imani ya kumjua Mungu, imani ya kumfahamu Mungu ni nani kwako. Haleluya! Bwana asifiwe. Amen. Sasa jambo la kuzingatia ambalo ndo ambacho nimekusudia kukufundisha siku ya leo kama utangulizi. Ombi langu kwako
kwa hizi siku ambazo tutakuwa nazo kuanzia sasa hivi, ni wewe kuchagua kusikiliza na sio kusikia. Haleluya! Kwa hiyo leo tutajifunza tofauti ya kusikiliza na kusikia. Kwa mfano rahisi, hapa tulipo, mnasikia kuna kelele nje zinapiga za watoto, mnavisikia watumishi, mnaelewa wanachozungumza, ila mnasikia kelele. Huko ni kusikia. Bodaboda akipita hapa anapiga mziki kwenye pikipiki yake, utasikia. Ila naweza nikakuuliza, ile pikipiki ilikuwa inazungumza nini? Nilisikia kweli alipita na pikipiki inatoa sauti, inalia, inaimba. Ila sasa mmenielewa watumishi wa Mungu? Kwa hiyo unaweza ukasikia lakini usibaki na kitu. Sasa kwenye neno la Mungu ndivyo ilivyo. Watu wengi wana masikio, wanaisikia sauti lakini hawasikilizi. Haleluya! Kwa kusikia ni uwezo wa kutambua sauti. Yaani ukisikia tu kandege kanalialia utasikia kuna ndege analia. Lakini kusikiliza ni kitendo cha kuamua kuizingatia ile sauti, kujua ina maana gani. Unafanya utafiti, unaichambua ile sauti inaelezea nini. Haleluya! Kwa mfano mimi pale ofisini kwangu ni eneo ambalo lina barabara. Kwa hiyo nikiwa pale ndani nina uwezo wa kusikia sauti nyingi. Naweza kusikia gari limepita, piga honi, naweza kusikia mtu anaongea na simu nje pale. Ila ukiniuliza walichokuwa anaongea na kitu kwenye simu, nakwambia sijui chochote kile, ila nilikuwa nasikia anaongea. Lakini akiingia mtu ofisini kwangu, mteja, nitaanza kumsikiliza. Ndio, karibu ndugu yangu, unasemaje? Unataka nikuhudumie nini? Huduma zetu ni 1, 2, 3. Halafu mwisho wa siku ukija kuniuliza nitakwambia huyu mtu alikuja hapa kwangu, alikuwa anazungumza habari ya kitabu fulani, na kitabu hichi kilikuwa kinahusu hichi na hichi, na tulivyoongea mwisho wa siku tulikubaliana bei kiasi fulani. Nitakuwa na sehemu nitaandika kama rekodi, ili siku nyingine akinitafuta, bwana hivi tulizungumza siku ile kitu gani, bei ilikuwaje? Nakwambia okay, ngoja niangalie kwenye rekodi zangu. Huko ndio kusikiliza. Kusikiliza unazingatia, kusikiliza unaweka umakini pale, kusikiliza unahamishia akili yako hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa najua wewe ni mwanadamu, na mwanadamu ana masikio ya kimwili kidogo. Yaani hapo ulipo una vitu viwili vinavyosikia. Haya, lakini ndani pia kuna sauti unasikia. Haya yanaendana na mwili. Ndio maana hapa ulipo mwili wako unanisikiliza. Lakini unaweza kuona niangalia na masikio yako yanasikia sauti yangu. Lakini sauti unayosikiliza wewe ni ya nyumbani. Je, yule mtoto atakuwa anaosha vyombo? Hivi yule kweli atakuwa amekumbuka kuangalia maji kwenye malango? Baba fulani leo sio atawahi kurudi semina hii. Sisi nikachelewa kumpikia yule, na jana alikuja nikasirika. Yaani unakuwa kuna kitu ndani unakisikia tofauti na sauti ninayoitoa hapa. Hivyo hivyo hata kwenye neno la Mungu. Naweza kuwa naongea halafu kuna sauti na kusemesha wewe ndani. Haleluya! Hiyo sauti huwa ndo tunaita neno la Mungu. Naweza nikasoma mstari hapa ambao ukausikia kwa sauti yangu, lakini ndani kuna sauti ambayo inataka kukuambia. Ile sauti inakuambia kwa upole. Ile sauti ndiyo neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Nakuambia kwa habari za kusamehe. Unanisikia kweli kwa masikio yako, lakini ndani kuna sauti inakueleza na kuambia sasa ni muda wa kumwachilia fulani. Ukitoka hapa nenda kamwambia nimekusamehe. Sauti ya Mungu inakuzungumzia wewe ndani. Haleluya! Sijakutaja, sijui kama kuna mtu amekukorofisha, lakini ile sauti inakuambia ndani. Wala asifiwe sana. Kwa hiyo nimesema kusikiliza ni kuwa makini, kuzingatia ujumbe,
ili kuelewa. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza, na nitaenda kwa spidi kidogo kwa sababu nataka tuangalie kwa ufupi tu. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza, maandiko yanazungumza kwa habari ya kusikia. Sikiliza. Haleluya. Anasema itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote duniani. Kwa hiyo siri ya Mungu kukutukuza au kukubariki ipo katika kusikiliza. Sasa ukisoma hapa utaona Biblia imeandika utakaposikia, Bwana asifiwe, sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kufanya maagizo yake hivi leo. Kama na Biblia ya Kiingereza inasema ya kwamba if thou shalt hearken diligently. Hearken ni tofauti na hear. Hearken inazungumzia kusikiliza, hear ni kusikia. Kwa anasema utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Kale kaneno kwa bidii kanatofautisha kusikia na kusikiliza. Kwa bidii maana yake unaacha mambo mengine kwanza, ushughulike na hii sauti, uielewe, uitambue. Je, inazungumzia nini? Inazungumza na nani? Inataka nini? Bidii, sio kawaida. Bwana asifiwe. Tofauti na robo unasikia vikelele vya watoto, hauzingatii, hauangalii, ila masikio yanasikia sauti. Sasa yeye anasema utakapoisikia sauti ya Mungu wako kwa bidii. Kwa kusikiliza kunaambatana na utii. Yaani ili mtu afikie hatua ya kutii kile anachokisikia, ni lazima ahamie kwenye kusikiliza na sio kusikia. Akizingatie kile kitu, aweke umakini, afanye bidii kujua hichi kitu kina maana gani, hichi kitu kinaelezea nini. Haleluya. Na hapa tunayo mifano michache ya watu ambao waliamua kusikiliza na sio kusikia. Kwa najua kwamba hapa tuko watu wengi na mambo ni mengi yanaendelea, lakini yule ambaye atakuwa na umakini, yule ambaye atakusudia kutoka ndani kuweka bidii katika kusikiliza kile ambacho Mungu anazungumza naye, kuna ahadi ya kubarikiwa, kuna ahadi ya kutukuzwa, kuna ahadi ya kutolewa hatua moja kwenda hatua nyingine. Sababu kubwa ni nini? Kusikiliza, sio kusikia. Bwana asifiwe. Haleluya. Mwambie jirani yako, jitahidi kusikiliza, sio kusikia. Haleluya. Kwa tutaangalia watu waliochagua kusikiliza, watu waliochagua kusikiliza na matokeo walioyapata. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili katika semina yetu hii usiwe miongoni mwa watu wanaosikia tu, baada ya wiki moja hakuna chochote kilichotokea kwenye maisha yako. Neno umelisikia, mahubiri umeyasikia. Kuna watu ambao nawafahamu wanasikiliza mafundisho mazuri, wanasikiliza mahubiri mazuri, wanalielewa na wachungaji wazuri, lakini maisha yao hayana matokeo sawa na kile kinachozungumzwa. Kwa nini? Wana masikio lakini hawasikii. Ni kama tu makelele yanashika masikio yao, lakini ndani hakuna sauti wanayoisikia. Haleluya. Kwa hiyo kusikiliza, nimesema inahitaji bidii, inahitaji kuzingatia, inahitaji umakini, inahitaji ziada. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Naombeni watumishi wa Mungu mtulie. Haleluya. Kwenye sifa za kusikiliza ni pamoja na utulivu. Kwa hiyo tulieni, hawa watoto wakishalala waacheni. Tusiwe na movement nyingi, mnawachanganya watu. Wanasifiwe. Kusikiliza ndio umakini.
niangalie mimi, nisikilize mimi. Haleluya. Ya mambo mengine ni ya kuacha, hayana madhara yoyote. Bwana sisi watumishi wa Mungu, mmenielewa? Ya tukimaliza semina, kama ni utaratibu wenu mtaendelea nao, si ndio watumishi wa Mungu? Kama ni utaratibu wenu, muda wa ibada mna movement, unaenda huku, mtaendelea nao. Msema mtumishi anataka utaratibu mpya, hapana. Ila tukipindi cha semina tulie. Haleluya. Wewe tulia tu, usiwe na wasiwasi. Haleluya. Hakuna madhara yote ambayo mtoto atapata wala atakutana nayo. Kwa hiyo nimesema hapa tuna watu wa kuangalia ambao waliamua kuweka uangalifu, umakini na bidii ili kusikiliza kile ambacho Mungu anazungumza nao. Na mwisho wa siku tutaangalia pia matokeo waliyopata. Bwana asifiwe. Ili lengo kuu ni kwamba katika semina yetu hii, siku hizi 2 ambazo tunazo, tujue, tumsikilize Mungu, halafu tutoke pale kama watu tulioelewa ule ujumbe, ili tuingie kwenye kutekeleza. Mfano wa kwanza ni Paulo katika mji wa Efeso. Hapa tunaangalia katika Matendo sura ya 19. Bwana asifiwe. Huyu mtumishi wa Mungu Paulo akaenda katika mji mmoja wa Efeso. Alipofika kule akakutana na watu ambao walikuwa wamefundishwa na Apolo neno la Mungu, lakini wao walikuwa wana upungufu wa kuhubiriwa kwa habari ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Kwa wakibatizwa tu kwa maji, kubatizwa hawana mbatizaji. Paulo alipofika pale akawapa injili ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Anasema watu 12 wakaamini, wakajazwa Roho Mtakatifu baada ya Paulo kuwafundisha. Bwana asifiwe sana. Sasa hapa tuna makundi mawili ambayo tunayakuta ndani ya hili kanisa la Efeso. Haleluya. Paulo anasema ya kwamba, maandiko yanasema ya kwamba Paulo baada ya kuwafundisha wale watu na kuwaombea wakajazwa Roho Mtakatifu wale watu 12, akaingia sasa katika sinagogi. Alipofika katika sinagogi akakaa pale miezi 3. Haleluya. Alipokaa miezi 3, Paulo akazungumza nao wale watu mambo ya ufalme wa Mungu. Wakawa wanahojiana, wanauliza maswali. Hivi unapozungumzia Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, una maana gani? Paulo anafafanua. Miezi 3. Sio sisi tunasema ina siku 2 tu, lakini najua kuna watu bado watadoji. Haleluya. Lakini hawa watu walikaa miezi 3 wakihojiana na Paulo. Anasema mstari wa 8, akaingia ndani ya sinagogi, akanena kwa ushujaa kwa muda wa miezi 3. Ile kunena kwa ushujaa maana yake alizungumza vitu vingi, halafu kwa ushujaa, yani maana yake boldly, yani kwa undani vile vitu ndani ya miezi 3. Anasema ya kwamba akihojiana na watu na kuwavuta katika mambo ya ufalme wa Mungu, akiwashawishi, akiwajibu maswali yao, akijaribu kuwaleta kwa Mungu, waambie kumwamini Mungu ili wajengwe upya katika ufalme wa Mungu. Miezi 3. Achana na wewe umekutana na mtu ndani ya dakika 5 tu umemshuhudia unataka aokoke. Paulo alitumia miezi 3 kumfanya mtu amwamini Yesu Kristo. Haleluya. Sasa anasema mstari wa 9, lakini wengine walikaidi, wakakataa kuamini. Fikiria watu wanahubiriwa miezi 3, lakini bado wengine ni wakakaidi, wakakataa kuamini. Anasema ya kwamba wakaitukana ile njia mbele ya mkutano. Sio kinafiki. Achana na hii hapa kanisani kwetu, mtu alifanya ameamini lakini kumbe kinafiki. Tumishi umenigusa sana. Neno la leo. Barikiwa sana baba. Lakini kumbe ndani unafiki. Hawa jamaa walimwambia Paulo, hatukikubali ulichotuambia, hatukiamini. Tena kwamba jamani, huyu mtumishi wa Mungu amekaa miezi 3 hapa anatufundisha hichi kitu, hatukikubali na hatukitaki. Mbele ya mkutano wakakaidi. Haleluya. Sasa inawezekana wewe haukaidi mbele ya mkutano. Inawezekana wewe labda unakaidi nje pia huko. Kama inapotokea watu wengi wakisikia mchungaji amesema mambo labda ya ujenzi, unajifanya amen baba, amen.
Wangapi utashiriki? Unanyosha mkono. Kutoka hapo nenda kwa jirani. Ile kanisa mimi kwa kweli nitaama. Nika michango ile mchungaji yani kila siku. Mimi kwa kweli nitaama pale. Unakaidi kwa nje, lakini hawa watu walikaidi mbele. Na wamefundishwa miezi mitatu. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa baadaye ukisema kusoma anasema kwamba basi mstari wa 9 akaondoka akawaacha, akawatenga wanafunzi, akahojiana nao watu kila siku katika darasa la mtu mmoja jina lake Tirano. Baada ya kuona wale watu wamekaidi kama ilivyo utaratibu wa Mungu. Mungu anasema katika nadhani Petro wa kwanza 5:5 anasema Mungu huwapinga wenye kiburi bali huwapa neema wanyenyekevu. Ndivyo alivyofanya hapa. Kwa wale wakaidi waliokataa, Paulo akajitenga nao. Bwana asifiwe sana. Anasema akawatenga, akaondoka akawaacha wale wakaidi. Waliosema huyu jamaa tumkubali yeye na alichokisema na atuamini mbele za watu. Akawaachia sinagogi lao, akaondoka. Anasema akawatenga wanafunzi. Katika wale watu kuna watu baadhi wao walichagua kumwamini Paulo. Walichagua kuamini. Kwa wale watu Paulo akawatenga, akawachukua, akahojiana na hao watu kila siku katika darasa la mtu mmoja. Manake akaenda akatengeneza darasa sehemu. Akasema nyinyi mlioamini mliokubali njooni hapa kwangu. Wale watu wakaenda wakakubali. Bwana asifiwe sana. Darasa la Tirano. Haleluya. Akahojiana nao hao watu. Mstari wa 10 anasema mambo hayo yakaendelea kwa muda wa miaka 2. Bwana Yesu asifiwe sana. Lile darasa ambalo Paulo alikuwa nalo la wale watu ambao waliamua kuwa wanyenyekevu, waliamua kusikiliza, wakachagua kuwa wanafunzi wa Kristo, Paulo akawafundisha wale watu kwa muda wa miaka 2. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hapa sisi tuna siku 2. Hatuna miaka 2. Lakini hawa watu walihitaji miaka 2 kukaa chini darasani, wajifunze, waelewe neno, wazingatie, wakaweka umakini. Maana yake hawakuamua tena kuwa wasikiaji tu. Bwana asifiwe. Bali walijitenga, wakaenda kukaa mahala, wakaweka darasa lao pale. Wakasema sisi tutakuwa tunakuja hapa Paulo, utufundishe njia ya Mungu, utuelekeze, tumjue huyu Mungu, tumfahamu. Miaka 2. Haleluya. Wako darasani, wanapigwa shule, wamjue Mungu. Sio shule kwa ajili ya kuinuka kiuchumi, sio shule kwa ajili ya kufanikiwa, sio shule kwa ajili ya uponyaji wa magonjwa, lakini wana shule ya kumjua Mungu. Maana kule nje kuna watu wakaidi, kuna watu wasiotaka imani, ila wao wamejitenga pembeni, wameamua kukaa kusikiliza sauti ya Mungu, kumsikiliza Mungu. Haleluya. Anasema hivi, matokeo ya wale watu kukaa darasani miaka 2 wakimsikiliza Paulo, matokeo yake ni nini? Anasema hata wote waliokaa Asia wakalisikia neno la Bwana, Wayahudi kwa Wayunani. Bwana asifiwe sana. Kwa lile darasa lilivyokaa miaka 2, watu wako chini wanajifunza. Zao lililotokea pale ni kwamba neno la Mungu lilisambaa. Maana yake wale watu mwanzo walikuwa ni Paulo peke yake, lakini alipokaa nao wakapandikiza mbegu, akawajenga, wakamjua Mungu, wakalielewa lile neno, wakalizingatia, wakasema hatutabaki hapa, tutaenda na sisi nje, tutawashuhudia watu habari za Mungu tuliyemsikia kwa Paulo na matendo yake makubwa na uweza wake. Bwana asifiwe sana. Anasema kwamba neno la Mungu likaenea kwa Wayunani. Wewe watu wote na Wayahudi wakasikia neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Mstari wa 11 anasema Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza kupita kawaida. Haleluya.
sio kwa sababu walitoa sadaka, sio kwa sababu waliimba sana, sio kwa sababu walifunga sana, ila ni kwa sababu walikaa darasani miaka hii miwili. Bwana asifiwe sana. Kitendo cha wao kukaa darasani miaka miwili kinazalisha mkono wa Mungu kutenda mambo makubwa isivyo kawaida. Haleluya. Kwa hiyo huenda kuna mahitaji tunatamani Mungu ayaguse, kuna mambo tunatamani mkono wa Mungu ufanye, tuhamishwe, tubarikiwe, tuulishwe, tusio wa kawaida. Tuna mahitaji mengi. Mungu anataka ukae darasani ujifunze yeye ni nani, ili aweze kujidhihirisha. Kwa hiyo kumbe hawa watu wasingeamua kukubali kukaa chini, kukaa darasani hii miaka miwili, mambo haya ya ajabu yasingetokea. Haleluya. Najua watu wengi wanafahamu habari tu za kwamba Paulo alikuwa watu wanaponywa kwa kutumia tu leso yake. Ilikuwaje? Yaani usikimbilie tu kuona matokeo, katilie ilikuwaje. Mstari wa 12 anasema hata wagonjwa wakaletewa leso na nguo zilizotoka mwilini mwake, magonjwa yao yakawaondokea, pepo wachafu wakawatoka. Sababu ni nini? Darasa la miaka miwili. Watu walioamua kujitenga, wakae, wasikilize, wajifunze. Mazao yanayotokea pale ni Mungu kutenda miujiza mikubwa, Mungu kufanya mambo ya ajabu. Haleluya. Sasa sisi tunataka Mungu atende kupitia leso. Haiwezi kutokea kwa sababu tuko ni wavivu kusikiliza neno la Mungu. Haleluya. Ibada tunataka iwe nusu saa, ibada tunataka iwe dakika 20. Yaani unajua mimi mchungaji huwa napenda mtumishi fulani akihubiri dakika 15 tu, I'm very proud of you. Yaani napenda mtumishi fulani akihubiri dakika 20 tumeshamaliza, tumeondoka. Alafu tunataka tusubirie, Bwana atenda miujiza, tuonekanie. Bwana hatuoni matendo ya zamani. Miaka miwili watu wanafundishwa kumjua Mungu, wanafundishwa kukaa karibu na Mungu. Ndio maana anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani. Halafu anasema ndivyo hayo mema yatakapokujilia. Haleluya. Haleluya watumishi. Kwa hiyo ili Mungu ahusike na maisha yetu, ili Mungu ajifunue, atende sivyo kawaida, anatutaka tuzingatie kukaa na kujifunza kumjua yeye. Tuweke muda wetu hapo, tuweke pale umakini wetu. Ile kujitenga maana yake ni kudhamiria. Walijitoa wakasema hatutakuwa sawa na wakati mkungu, tutajitenga, tutajiweka pembeni. Bwana asifiwe sana. Jitoe. Ukiona wenzako hawaendi unapotaka kwenda, kama huko jitenge. Hawataki kukaa msikilize Mungu, achana nao, tafuta wewe muda wako. Kusema mimi nikaweka muda wa kumsikiliza Mungu, nikaweka muda wa kusikia Mungu anasema nini, nimjue, imani yangu iongezeke. Wale watu walikaa miaka miwili wakajengeka, miujiza ikawa ya ajabu sana. Haleluya. Ukisoma mbele ndio unakuta stori za wana wa Skewa. Sasa waliona kwamba wale jamaa waliokuwa darasani kule wanatenda mambo ya ajabu sana, na wao walipokutana na pepo wakasema na sisi ngoja tufanye kama wale jamaa. Wakasema tunawakemea kwa jina la Yesu anayehubiriwa na Paulo. Kwa nini anayehubiriwa na Paulo? Kwa sababu waliona kuna watu ambao walikaa chini darasani, Paulo akawafundisha. Alafu wale watu walikwenda kuhubiri walikuwa ni wanafunzi wa Paulo. Kwa akasema kama wale wamehubiriwa na Paulo, na sisi tutasema hivyo hivyo. Kwa akaleta mazoea. Wakasema huu muda bwana, ukisema tu huyu ni mwanafunzi wa Paulo, pepo zinakutii. Wakalaluliwa. Haleluya. Kwa nini hawakukaa darasani? Walisikia kwamba ukisema ukiwa mwanafunzi wa Paulo, ukikemea pepo zinatoka. Ukiwa mwanafunzi wa Paulo, ukifanya 1 2 3 miujiza inatokea. Walisikia, ila hawakuingia darasani kuungana na wanafunzi wa Paulo kujifunza. Pepo likawalalua, likawafundisha adabu. Bwana asifiwe sana.
Maandiko anasema wale Wayahudi wengine wote wakaogopa, wakatetemeka, maana waliona ni mambo ya ajabu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hilo ni zao la kusikiliza, ni zao la kuamua kukaa chini kusikiliza. Haleluya. Ngoja nikuonyeshe hapo mstari wa 9. Katika mstari wa 9 ambao tumeusoma hapo katika version mojawapo ya Biblia inaitwa NLT. Haleluya. Amen. Nabarikiwa mtumishi wa Mungu. Nabarikiwa vizuri. Leo tuko kwenye utangulizi, lakini tutajifunza vya kutosha. Mungu alichotupa tutafundisha. Haleluya. Amen. Na tumesema kwamba katika semina yetu tunasisi tuchague kukaa, kutulia. Ndio maana tumeandaa na chakula, hatutaki mtu awe na kisingizio na mahangaiko. Wala siwe sana. Haleluya. Kwa hatuwezi kutumia gharama zote hizo karibu milioni 1, alafu wewe ndugu yangu uwe bize na mambo yako, usisikilize neno ndugu yangu. Wala asifiwe. Hatuko tayari kupoteza muda. Nimeshaeleza tu mwanzo tukao ule mfano kwamba ndugu, kuna mtu anaota kuna ajali. Ningesema nilisi maisha yangu na watoto wangu bado wadogo bwana. Siji. Mchungaji, tutaona wakati mwingine. Kwanza washirika wenyewe hata wasikilize. Haleluya. Lakini Mungu amekusudia uhame. Kwa hiyo zingatia, ongeza umakini kwenye kusikiliza. Amen. Usifanye haraka kuondoka. Biblia hii inasema ya kwamba hawa watu ambao Paulo aliwatenga au believers katika ile darasa la Tirano, wanasema then he held daily discussions. Yaani walikuwa na mazungumzo ya kila siku. Haleluya. Walifanya discussion kila siku. Kila siku wanakutana, wanafanya mazungumzo. Kila siku wanakutana, wanafundishana kuhusiana na Mungu. Daily, miaka 2, siku 700 na ngapi? 365 mara 2. Bwana asifiwe sana. Siku 700 na kama na 30 hivi, 740. 730. Sio tumisha Mungu. Haleluya. Sio 760. Haleluya. Bwana asifiwe. 780. Siku 780 watu wanakutana kudiscuss neno la Mungu. Halafu hawa ndugu zetu wanasayansi au watu wa duniani wanasema ya kwamba ili tabia ijengeke ndani ya mtu, inabidi kile kitu ukifanye ndani ya siku 90. Yaani wewe ukikaa siku 90, kila siku asubuhi na mtu unasoma neno, kila siku na mtu unasoma neno, ndani ya siku 90 utajikuta kile kitu huwezi kukiacha. Yaani ikifika tu asubuhi utajikuta Biblia yangu kwa wapi unasoma. Yaani kirahisi. Nikaa na kuamka usiku. Yaani ukifanya ndani ya siku 90 kuamka usiku kuomba au kufanya kitu, utajikuta yani hauhitaji kuweka alarm. Kile kitu kinajengeka ndani yako. Sasa hebu angalia hawa watu. Siku 780. 780. Wanakutana kila siku, wanadiscuss neno la Mungu na Paulo. Matendo yaliyotokea yalikuwa sio ya kawaida. Bwana asifiwe. Haleluya. Okay, tuendelee chap ili kesho usije ukakimbia ukasema sirudi. Ule mtumishi yule. Bwana asifiwe. Amen. Na mimi natamani uhudhurie ibada zote. Haleluya. Okay. Mfano wa pili ni kanisa la Beroya. Kanisa la Beroya. Haleluya. Hawa nao wanatufundisha namna ya kusikiliza. Matendo 17 mstari wa 10 mpaka 12. Haleluya. Hapa maandiko yanasema ya kwamba mara hao ndugu wakawapeleka Paulo na Sila usiku hata Beroya. Nao walipofika huko wakaingia katika sinagogi la Wayahudi. Watu hawa walikuwa waungwana kuliko wale wa Thesalonike, kwa kuwa walipokea neno kwa uelekevu wa moyo, wakachunguza maandiko kila siku waone kwamba mambo hayo ndivyo yalivyo. Haleluya. Kwa mnaona hawa watu wa Beroya, hawa watu nao walichagua kusikiliza. Maandiko yanasema hivi, wakalipokea lile neno kwa uelekevu wa moyo. Maana yake walifungua mioyo yao
wakazingatia kile walichokuwa wanaambiwa, sio kwa ajili ya kuona kwamba huyu mtumishi anajifanya anahubiri, hebu ngoja tumsikilize anazungumza nini. Hapana, ila walifungua mioyo wapate kupokea, wapate kusikia, walikuwa na utayari. Haleluya! Anasema kila siku hawa watu wa Beroya walifanya hivyo, kulipokea lile neno la Mungu. Halafu wakisha lipokea lile neno la Mungu, wakachunguza maandiko kila siku. Hawakuishia tu kusikiliza, lakini walitoka wakakaa katika uprivate wao au katika hali tulivu, wanasikia sana, wakatafakari. Walivyotafakari, kwa sababu maandiko sio siri. Yaani maandiko mfano ninachokufundisha mimi sio siri. Una uwezo wa kuchukua Biblia ukasoma. Kila mtu anaruhusiwa kuwa na Biblia, zinauzwa kwenye simu na download. Hakuna anayekuuliza kwani una Biblia wewe. Ndio watumishi wa Mungu. Kila mtu ana Biblia. Kwa Paulo alichokuwa anawafundisha, akawafunulia maandiko, akiwaelezea jinsi ambavyo ilitabiriwa kuhusiana na Yesu. Jinsi ambavyo maandiko, manabii na mitume walizungumza kwa sababu kuhusu ujio wa Yesu Kristo na kazi ya Yesu Kristo anakuja kuitenda. Hawa watu wakasema, okay, hii usoma kitabu gani Yesu? Paulo au nilisoma Isaya. Okay, ngoja tuangalie kwenye Isaya. Wakachunguza maandiko wajue, je, ni kweli anachokuzungumza huyu mtu ni kweli? Haleluya! Kwa hiyo na wewe katika semina hii ninapokufundisha, ukitoka hapa baada ya kusikia neno la Mungu, kaa chini, tafakari, angalia, je, kilichozungumzwa ni kweli? Haleluya! Kutafakari kuna kuongezea wewe kumjua Mungu, kwa sababu kunakupa kufanya kile kitu kikae ndani yako, ukielewe. Huwezi kutafakari kama ukusikiliza, haukuwa na umakini, haukuwa na bidii. Ila ukiishi maisha kutafakari, maana yake utamjua Mungu. Haleluya! Mungu akamwambia Joshua, ukitaka mimi niende na wewe kama nilivyoenda na Musa, maneno haya ya kitabu cha Torati yasiondoke kinywani mwako. Bwana asifiwe. Bali uyatafakari usiku na mchana. Uyatafakari, manake ukae chini uyachunguze, yana maana gani kwenye maisha yangu, yanazungumza nini kwenye hali yangu unayoipitia, yana maana gani kwenye changamoto nilionayo, labda ya ada au ya kodi. Neno hili la Mungu lina maana gani? Lichunguze, ulielewe katika kutafakari kwako usiku na mchana, maana yake bila kikomo. Haleluya! Maana ya usiku na mchana maana yake bila kikomo. Maana siku ni usiku na mchana. Kwa hiyo tafakari bila kikomo, uone, je, yana maana gani? Mungu anajifunuaje katika hayo maandiko? Mungu anazungumza nini? Mungu anajitafsiri vipi katika hayo maandiko na hali nilionayo? Anasema uyafanye yale maagizo, uyatafakari kisha uyaishi, uyaweke katika matendo, uyazingatie. Anasema ndipo utakapoifanikisha njia yako, nao utastawi sana, sio kidogo. Haleluya! Bwana asifiwe. Hawa watu wakaamua kutafakari, kuchunguza, wakaona hii siri ni muhimu, wakakaa vizuri kila siku wakitafakari maandiko ya Mungu. Mstari wa 12 ni matokeo ya kile ambacho walikichagua. Anasema basi watu wengi miongoni mwao wakaamini, wanawake wa Kiyunani wenye cheo na wanaume si wachache. Haleluya! Kanisa ikaongezeka. Watu wenye cheo ambao walikuwa labda wanaonekana hawa kuamini kwao ni vigumu, watu ambao walionekana ni watu wa maana, andiko anasema na wao pia wakaamini. Haleluya! Walikuwa na elimu kubwa, walikuwa na elimu za kujaji, lakini walipokaa chini kutafakari, matokeo yao ni kuamini. Bwana asifiwe sana. Sasa kuamini maana yake nini? Kuamini maana yake ni kwamba huenda kuna hali unaipitia hauoni kuwezekana. Utakapokaa chini na kutafakari na kuzingatia ile sauti kwa bidii, Mungu anakupa imani ndani yako.
ya kuamini ya kwamba hii changamoto unayopitia ni ya majira tu. Bwana asifiwe. Juzi nimewatolea mfano kwa habari ya mti wa Christmas. Nani anaofahamu mti wa Christmas, watumishi wa Mungu? Unajua mti wa Christmas? Achana na ile ya urembo ile ya plastiki. Kuna ile miti ambayo huwa inatoa majani mekundu, maua. Haleluya. Ukiuendea sasa hivi, tukakwambia mtumishi, unaonaje huo mti? Tukupigie picha hapo, utasema huu mti gani? Haleluya. Tena afadhali sasa hivi kuna kijani. Kuna muda wale majani yanapukutika, kanakuwa kama kamtu fulani hivi kabidikizee. Hakana maana. Si ndio watumishi wa Mungu? Lakini ukienda kwenye majira yake, haleluya, ni kwamba ndugu yangu, unajua kupiga picha na mimi nataka nipige picha hapo nipate ya kupost. Kwa sababu ule mtu umekuwa ni mzuri kwa kwenye majira yake, unakimbiliwa. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo na wewe ukisoma neno la Mungu utajua kwamba kuna majira ambayo kila mtu atakukimbia. Kuna majira kila mtu atasema wewe siwezi kukusaidia, wewe nijifanya umeokoka, sihitaji kuwa karibu na wewe. Kila mtu atakuwa na wewe haufai. Kila mtu atazungumza mabaya kuhusiana na wewe. Haleluya. Lakini utakapovumilia, utakuwa na utulivu, utakapotafakari neno la Mungu, ukajua ya kwamba Mungu ni Mungu wa majira. Anasema kwamba Ayubu anasema kwamba hata nitakapokuwa na katika hali ya kuharibiwa namna hii, lakini najua mteteaji wangu yu hai. Haleluya. Kwa ukitafakari lile neno, unajua kwamba kuna majira yanakuja ya mimi kung'aa tena, ya mimi kuwa kivutio, ya mimi kuja watu kunishangilia. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Niwafundisha siku nikwambia katika kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 2 mstari nadhani wa 9 wa 10. Maandiko yanasema, Yesu anawaambia wale watu wa kanisa lile la Simina nadhani. Anasema najua dhiki yako na umaskini wako. Haleluya. Kwenye mabano anasema lakini utajiri. Yani anafahamu unachokipitia, lakini nyuma unachokipitia ndani yako kuna utofauti na unavyoonekana, kuna utofauti na unavyojiona. Anasema uwe mwenye subira. Anajua shetani atawapeleka gerezani ndani ya siku 10. Haleluya. Lakini uwe mwaminifu tu, atakupa taji ya uzima. Maana yake nini? Anajua majira unayopitia ni ya kitambo. Kuna majira mvua itanyesha, majani yako yatashamiri tena, maua yako yataonekana. Haleluya. Lakini anataka ukae chini utafakari, anataka ukae chini uzingatie. Haleluya. Bwana asifiwe. Muda sio rafiki, lakini hatuachi na hatusaziki kitu. Haleluya. Bwana asifiwe. Angalia tena mfano wa mwisho kwa siku ya leo. Haleluya. Ili kesho sasa tuanze kuanza semina yetu. Haleluya. Bwana asifiwe. Mnaonaje mpaka hapo tulipofikia? Si natosha jamani, tufunge ibada, tuwailishe, semina hiyo imeisha. Haleluya. Au ni neno lijitoshelezi? Haleluya. Kwa hiyo mfano mwingine ni Yesu na Wasamaria. Yohana sura ya 4. Angalia hapo chap Yohana sura ya 4 mstari wa 40 na 41. Yesu na jamii ya Wasamaria. Haleluya. Amen. Mungu akubariki sana kwa kuvumilia hata sasa. Tunapoelekea mwisho. Kwa hiyo nimesema kusikiliza ni jambo la muhimu, na kusikiliza ni kuweka muda wako, kutenga muda, kukaa chini kwa kuzamilia. Haleluya. Yohana sura ya 4 mstari wa 40 anasema basi wale wa Samaria walipomwendea wakamsihi akae nao, akae kwao, naye akakaa huko siku 2. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapa tunaona kuna Wasamaria ambao waliletewa ujumbe na mwanamke. Huyu mwanamke Msamaria ambaye alikuwa anachota maji, alipokutana na Yesu, Mungu akabadilisha maisha yule mwanamke. Mwanamke akaenda kushuhudia. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Simama unipungie mkono hapa. Haleluya. Mshike mkono jirani yako, mwambie karibu kwenye semina.
halili kwenye semina. Haleluya, amen. Kazi yetu halisi. Kwa hiyo anasema ya kwamba huyu mwanamke akaenda kushuhudia matendo makuu ambayo Mungu amemtendea, ingawa Yesu alimzuia akamwambia, haya ulioyaona na uliotendewa usiende kusema huko. Mwanamke akasema, siwezi kukaa na ushuhuda. Haleluya. Akasema haiwezekani. Kwa na wewe Mungu akikutendea kitu usikae nacho tu, unawazulia wengine baraka. Haleluya. Huyu mwanamke akasema, nikae hivi hawa watu wote walioamini wasingekiona huko. Lakini akasema hapana. Akaenda kwenye jamii yake akamwambia, jamani, njooni muone Yesu Kristo, yule aliyetabiriwa na manabii, Kristo mwenyewe, mwana wa Mungu. Ameniambia mambo yangu yote, amenitendea 1, 2, 3. Wala asiwe sana. Wale watu wakaamini, wakasema tunamtaka huyo mtu. Wakamfuata Yesu, wakamwambia Yesu, tunakuomba uje ukae na sisi siku hizi. Haleluya. Sasa ukisoma Biblia vizuri, hilo neno linasema ya kwamba wakamuomba aje akae nao siku 2. Kwenye Kiingereza anasema besought him that he would tarry with them. Hili neno tarry ni kukaa bila kuwa na haraka. Haleluya. Yaani walimuita Yesu wakasema, njoo kae na sisi siku 2. Haleluya. Yaani wakakaa na Yesu pasipokuwa na haraka ya kuondoka. Hawakukaa wanaangalia muda. Hawakukaa wanafikiria, hivi Yesu utamaliza saa ngapi tuondoke? Haleluya. Ila walikaa pasipokuwa na haraka. Manake walikuwa wako lazi, wakaacha shughuli zao, wakaacha mambo yao, wakasema tunatenga muda wa siku 2 tukae na sisi tumshuhudie huyu mtu, tumsikie, tumsikilize. Bwana asifiwe sana. Hawa Wasamaria walichagua fungu lililo bora, walichagua kumpa Mungu muda, walichagua kukaa kwa Yesu pasipokuwa na haraka. Wakakaa kwa muda mrefu kwa kudhamiria. Sio kwamba ilikuwa ni dharura kwamba walitaka tu wakae siku 1, hapana. Ila walidhamiria kuwa na muda mrefu na Yesu Kristo, wakae naye, wamsikie, wajifunze kutoka kwake, ili waelewe, je, kile alichoambia mwanamke ni cha kweli? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Sasa mfano huu ni mzuri mno, maana unafanana na wakwetu. Na sisi pia tuna siku hizi 2 za kukaa kwa kudhamiria, kumsikia Mungu, kujifunza kwa Mungu. Haleluya. Kukaa chini kwa kudhamiria pasipokuwa na haraka. Hatuna haraka ya kumaliza, hatuna haraka, hakuna mahali tunataka kuondoka kwenda, ila tumedhamiria kukaa chini. Na kwa hivyo basi tutakaa hapa. Bwana asifiwe sana. Tutajifunza asubuhi, tutajifunza na jioni. Haleluya. Katika hali ya utulivu, katika hali ya kudhamiria. Bwana asifiwe. Ninajua inawezekana wakawepo wale watu kama walivyotoka kwa Paulo, wakaidi. Haleluya. Sasa jitenge na wakaidi. Useme nani, mbona yeye hajaonekana, na mimi basi ngoja nisiende. Hapana. Dhamiria wewe binafsi, ujitenge, ukae chini, ujifunze neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Angalia sasa matokeo ya wale watu kukaa chini na Yesu Kristo. Anasema mstari 41, watu wengi zaidi wakaamini kwa sababu ya neno lake. Yaani baada ya kukaa na Yesu, watu wakaongezeka zaidi, wengi zaidi, baada ya kusikia neno la Kristo. Wakamwambia yule mwanamke, sasa tunaamini, wala si kwa sababu ya maneno yako tu, wala sisi tumemsikia mwenyewe, tena tunajua ya kuwa hakika huyu ndiye mwokozi wa ulimwengu. Haleluya. Yaani unatakiwa wewe binafsi, baada ya kuhubiriwa na mchungaji, utafute muda, ukae na Kristo, usikie Mungu anapozungumza na maisha yako, imani yako ijengwe kibinafsi. Sio kwa sababu uliambiwa na fulani,
sio kwa sababu fulani alisema. Uamini wewe kimilisi ndani ya moyo wako, halafu baada ya kuamini, Bwana asifiwe sana, lile neno ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako likatimie. Yale maneno ambayo maandiko yamesema ya kwamba naweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu, utoke kwa ujasiri uambie, jamani, maandiko haya ni dhahiri, nimeshuhudia. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo hilo ndio lengo la semina yetu, tupate muda wa kukaa chini, tumsikie Mungu, tumtafakari usiku na mchana. Haleluya, tujifunze kwake ili tuamini, imani yetu ijengwe, imani yetu iongezeke. Haleluya. Kama kuna vitu vya kupokea tupokee, kama ni wachumba, kama ni mali, kama ni elimu, kama ni milango iliyofungwa ikafunguke. Haleluya. Inafunguka kwa sababu ya imani. Nimeonyesha mifano mizuri sana. Watu waliosikiliza wote kulikuwa na matokeo waliyapata. Wote waliokaa chini kutafakari, kuna matokeo waliyapata. Haleluya. Kwa hiyo nikualike katika semina hii, hakikisha unakuwa shahidi kwa mwenzako. Mkaribishe, mwambie, ndugu, karibu tukae chini, tujifunze neno la Mungu, tuongezeke kiimani, tujengwe. Haleluya. Majibu yetu ya maombi yetu yako hapo. Unapata mara 100 duniani na uzima wa milele unaupata. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Watu wavivu, watu wasiotaka kukaa chini na kusikiliza, ni watu ambao watapata tu vitu vya dunia. Na unajua wanapataje? Wanatafuta kwa waganga. Unajua mtu ambaye ana sifa za mganga ndio kama hao ambao tunawaita sio mitume na nini. Very simple. Yaani huhitaji sana kujua neno la Mungu. Yaani unahitaji tu imani yangu ili upokee. Haleluya. Yaani hauhitaji sana wewe uwe na imani au umjue sana Mungu. Ila mimi kwa kuwa Mungu amenipaka mafuta, kupitia mimi utapokea. Sasa haiko hivyo. Bwana asifiwe. Hatuamini kwa sababu ya mwanamke aliyetuletea ujumbe, ila tunamsikia wenyewe Yesu Kristo, tunaamini na tunakiri ya kwamba yeye ni Mwokozi wa ulimwengu, na katika yeye tunayaweza mambo yote. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Simama kwa miguu yako, twende tumwambie Mungu ya kwamba tunanyamazisha sauti zote ambazo zinaweza zikainuka kututoa katika usikivu katika semina hii. Sauti zote ambazo zinaweza kuinuka kutuzuia au kutuondosha, kutupigia kelele za kukaidi, kutuondoa katika ile utulivu katika semina hii. Mungu atupe ile neema na kibali, atupe ile wepesi, atuondolee vizingiti au vizuizi ambavyo shetani anaweza kuviinua kama sababu ya kutuzuia. Haleluya. Haleluya, watumishi wa Mungu.